Asante sana mpenzi mtazamaji wa Star TV kupitia kipindi cha Dimbani Live ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6:30. Mimi leo siko kwenye studio za Star TV pale Ilemela. Nimetoka kidogo, nimekuja Buongwa. Buongwa huko kunaitwa Mwasonge. Mwasonge nimekuja kwa shughuli moja tu, kwa shughuli ya kuja kuona namna ambavyo wanachama wa tawi hili jinsi ambavyo wameamua kuwa rasmi wanachama wa Yanga. Kwa namna gani? Kwa namna ambavyo zoezi tulilotazama la kwanza walikuwa na zoezi la kukabidhiwa kadi. Wanachama takribani 100 na ushe walikuwa kwenye tawi hili kwa ajili ya kukabidhiwa kadi rasmi za wanachama wa Yanga. Nipo na viongozi watazungumza, anaitwa nani kiongozi, na atatuambia zoezi hili lilichukua muda gani kuhakikisha anawakusanya watu takribani 100 na baadhi yake wengine wakiwepo pembeni. Nguvu gani ambayo aliitumia kuwashawishi wanachama wote hao kujiunga na tawi la Yanga. Nipo na kiongozi hapa, nipo huku Buongwa, mbali kidogo na Ilemela, nje kidogo ya jiji la Mwanza, lakini niko ndani ya mkoa huu wa Mwanza. Karibu sana brother, tuambie kwa majina yako, unaitwa nani, na tuambie wewe ni mwenyekiti wa tawi gani hapa Mwasonge? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Benedicto Paulo, ni mwenyekiti wa tawi hili la Mwasonge ambao leo tumelizindua. Kiukweli tunayo furaha kubwa sana. Haikuwa rahisi kufika hatua kama hii. Tulianza kama kikundi cha watu kadhaa, tukajiorganize kwa ajili ya kutengeneza kikundi kwa ajili ya kutengeneza tawi letu la Yanga. Tulianza na plani ya kuchangishana fedha. Chochote tulichokuwa nacho. Wengine walitoa tofali, wengine walitoa baadhi ya vyuma hapa, wengine walitengeneza hilo bango kama unavyoliona hapo juu. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi. Baadaye tukapata idea kwamba tutafute wanachama kwa ajili ya kukuza hii tawi letu ili liweze kurasimishwa zaidi. Kwa hiyo tukawa na budget ya kujiwekea, kila mwisho wa mwezi tuliweka budget shilingi 5,500 ambayo ilikuwa ndo kama ni ada ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tumeenda na hiyo utaratibu mpaka miezi karibia sasa, tuna miezi 10. Tuliweza kufikisha kila mwanachama na shilingi 50,000, lakini nje ya hapo tumefanya baadhi ya harambee ikaweza kupata fedha mpaka leo hii tumeweza kusaidia wanachama wote, na niwahakikishie tu viongozi wa Yanga wa taifa pote walipo, sisi kama tawi la Yanga Mwasonge tumejipanga. Hatutaanguka, hatutarudi nyuma, daima mbele, nyuma mwiko. Lengo letu ni moja, wanachama wote tutakuwa tunawalipia kwa mfumo wetu moja kwa moja, hata lipa mwanachama mmoja mmoja. Tutakuwa na utaratibu wa kulipia kila mwanachama kila mwisho wa mwezi, tutakuwa tuna budget shilingi 2,000 kila mwanachama, ili kwamba iweze kukamilika fedha yetu ya kila mwaka kwa kadi moja shilingi 24,000. Kwa hiyo kupitia hayo mimi sina mengi ya kuongea sana, zaidi niwapongeze sana wanachama wote waliokusanyikana hapa, na kiukweli Mungu ndo atawalipa daima mbele. Mwenyekiti umesummarize vizuri kabisa, ukutaka maswali mengi, lakini siwezi kuacha kukuuliza maswali kwa sababu yapo desturi ya waandishi wa habari, sisi hatukosi maswali. Namna ya uanzilishaji wa tawi limewekwa kwa ajili ya, tunaamini kwa ajili mmekutana kwa ajili ya kushangilia mpira wa miguu, kwa maana ya mmechagua upande ni Yanga. Je, kuna namna yoyote tawi linafikiria zaidi kujiinua kiuchumi, na je mna mipango ya kuwa mnasaidiana kwenye shida na raha mbalimbali tofauti na mpira wa miguu? Ndugu mtangazaji, kwa hilo tuko vizuri na tumeshafikia hatua ambayo mpaka sasa kila mwanachama akipata tatizo, akifiwa, kila mwanachama tunaweza kutoa shilingi 10,000 kwa muda ule ule na akapatiwa fedha kwa ajili ya kutatua matatizo yake. Lakini pia ukiugua tunatoa shilingi 5,500 kila mwanachama kwa ajili ya kusaidia katika matibabu yako. Lakini pia tuna pesa ambayo tunayo mpaka sasa hivi kwenye akaunti yetu. Tumeandaa namna ya kuiboresha, tunanunua matenti, na matenti yetu yatakuwa kwa ajili ya kutusaidia sisi wenyewe na kuyakodisha. Tutakuwa pia na viti. Kwa hiyo mpaka sasa fedha hiyo ipo, na tumeweza swala hili la kadi, linalofuata ni matenti kwa ajili ya kukuza kikundi chetu. Kwa hiyo ni hayo mwenye mtangazaji. Hebu tumalizie sasa swali langu la mwisho. Waambie sasa uongozi sasa hivi wa klabu ya Yanga taifa, kama tawi lako la Yanga hapa Mwasonge lina jumla ya idadi ya wanachama wangapi, na kwa kumalizia unawaambia nini sasa uongozi wa Yanga, kwa sababu tunaona msimu ndo umeanza, mmecheza michezo miwili, tunaona namna ambavyo timu yenu jinsi inavyocheza. Unawaambia nini sasa uongozi waliokuwa kule juu, maana wewe ndo mwenyekiti wa hili tawi, ukilizungumza wewe ndio mazungumzo ambayo yametoka kwa wanachama wako. Unawaambia nini sasa uongozi wa juu kwenye kuelekea kwenye msimu unaoanza na mashindano mengine ya kimataifa? La kuambia ni kwamba tutahakikisha tunachangia klabu yetu kadri iwezavyo, na
tunawaahidi kufikia mwakani tarehe kama ya leo tutakuwa tuna wanachama karibia zaidi ya 200. Maana mpaka sasa tuna wanachama 110. Bado wanachama 90 tu tukamilishe 200. Na hilo lipo ndani ya uwezo wetu kwa huu muda ambao umebaki. Na hao wanachama 110 wote ni wanachama ambao wana kadi? Wote wanachama wana kadi na wamepata kadi leo, wote wako hapa, wote wana kadi zao. Live nimezungumza na mwenyekiti wa hili tawi la Mwasonge hapa Buongwa. Huku ni Buongwa huko Ni Buongwa huko. Mwasonge kwa Buongwa ni kwingine na Mwasonge ni kwingine. Hii ni Misungwi, wilaya Misungwi, kata Idetemia. Hii ni wilaya ya Misungwi. Kata Idetemia. Sawa, lakini yote ni Mwanza. Yote ni Mwanza. Sawa. Kama alivyokueleza mwenyekiti hapa, wao tawi lao wameshakabidhiwa kadi takribani wanachama 100. Maana rasmi leo hii wameweza kutambulika kitaifa kwa maana ya tawi lao kuwa tayari na wanachama waliokidhi idadi ya kikatiba ya timu yao. Sitazungumza peke yake na mwenyekiti wa tawi. Niko na mzee wangu kweli, tunakutana kwenye matukio haya ya Yanga mara nyingi zaidi. Nadhani ni wiki kama 2 zilizopita tulikuwa wote Kahama kule Buswelu mzee wangu. Ndio, ni kweli. Leo tumekutana tena, tuko hapa Mwasongwe. Nini ambacho kimekuleta zaidi kuhakikisha unaendelea kupush na kuwafanya matawi ya Yanga kuwa bora zaidi, kwa sababu tunajua wewe ndo mwenyekiti hamasa mkoa wa Mwanza kwa upande wa Yanga. Jitambulisho kwa majina, mimi nakufahamu, alafu tuendelee kuzungumza. Ni kweli mimi ni mwenyekiti wa hamasa mkoa wa Mwanza upande wa wanayanga. Naitwa Ramadhani Isa. Ukiacha cheo cha kimkoa pia ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Igoma. Hizi ni shughuli zetu ambazo tunazifanya mara kwa mara, na baada ya kuteuliwa tu kama kuwa mwenyekiti wa hamasa mkoa umesonga mbele. Matawi sasa hivi ni mengi kupitia hamasa ambazo tunakwenda tunazitoa kila mahala. Isipokuwa ni wasifu tu viongozi wa Mwasonge pia na wanachama wa Mwasonge kwa kujitolea na kukubali kuwa wanayanga kwa kujisajili kikatiba, wamekizi vigezo, leo limekuwa tawi rasmi na sio kikundi. Asante. Karibu sana, atajitambulisha anaitwa nani na tunaelewa yeye ni mwenyekiti msaidizi. Sasa namuuliza maswali machache zaidi, najua wana mama wao sio wazuri zaidi ya kuzungumza. Ataniambia majina yake anaitwa nani, lakini pia niambie kitu gani kilichompushi au kumsukuma kuja kuwa kwenye tawi la Yanga na sio kwenda kwenye vilabu vingine. Tunajua Mwanza iko Pamba, tunajua Geita Gold imepanda nayo, ukisogea pembeni kidogo kuna Kagera Sugar. Kwa nini ameamua kuchagua Yanga? Lakini pia huwezi kuitaja Yanga pasipo kuwataja wale ndugu zenu wale, si ndio? Simba. Tuambie kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Neema Balole Rugwisha. Ni mwenyekiti msaidizi wa tawi la Yanga Mwasonge. Kitu gani kilikusukuma mpaka ukapenda na wewe kuja kuwa sehemu ya familia ya Yanga? Hamna kitu kilichonisukuma isipokuwa tu napenda, yani Yanga, nikisikia tu Yanga yani napenda. Yaani ukisikia Yanga unapenda? Napenda. Shemeji ni Yanga? Ni Simba. Ni Simba. Kwa hiyo waga unamcheka? Yaani namcheka sana, sasa hivi namwambia pesa ziko. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe kuna wili kwako huku ni shemeji au ni Yanga? Ni Yanga. Tuambie sasa, unaambiaje wana mama? Tunajua wana mama imekuwa ni ngumu zaidi kuwaona kwenye nafasi za uongozi kwenye michezo kama hivi. Unawaambia nini sasa wana mama ambao wanaamini kwamba wakiwa huku kwenye michezo ni kama wanapoteza muda vile? Kwa kweli watakuwa wanapitwa na vingi, make ukiwa Yanga maisha yote unahisi tu yani yapo. Yani hata kama ukiwa una kitu lakini ukisikia tu Yanga unahisi kuenjoy. Kwa hiyo ukisikia Yanga unaenjoy? Yani na enjoy hata kama nikiwa sina chochote. Nikuulize swali la kizushi? Niulize. Shemeji yuko hapa, Yanga iko hapa. Unaambiwa nani mmoja afe hapa? Anajua mwenyewe. Asante sana. Baada ya kuzungumza na mwenyekiti msaidizi umesikia zile mbwembwe zake ambazo amezisema. Yeye ni Yanga, kilichomfanya ashabikie Yanga ni kuipenda tu vile ambavyo wanavyosikia neno la Yanga. Nimemaliza na mwenyekiti msaidizi, na kuja sasa kuzungumza na yule ambaye anawafanya au amewafanya hao wote hapa kuwa na kadi zao mkononi, kwa maana yeye ndiyo mtu wa kuwasajili kupitia kwenye mifumo ya Yanga. Nitazungumza naye kwa machache kabisa ili na yeye atuambie changamoto zipi anazokutana nazo na kitu gani ambacho anawaambia wana Yanga kuhakikisha kwamba kila tawi la Yanga linaweza likawa na kadi na tawi likawa hai kabisa. Tuambie brother, kwa majina unaitwa nani na tuambie wewe unajihusisha na nini kwenye masuala mazima ya Yanga kanda ya Ziwa? Sawa, kwa majina naitwa Nicodemus Claveri, ni afisa wanachama na matawi kutoka idara ya wanachama Young Africans. Tuko mkoani Mwanza
ni clinic ya usajili na ni zoezi endelevu ambalo always tunaifanya katika majukumu yetu ya kila siku. Na siku ya leo kipekee kabisa, we mwenyewe ulikuwa shahidi, watu wa Mwasonge wamejirasimisha kuwa wanachama, na huu ni mwendelezo wa idara yetu pamoja na rais wetu wa klabu Engineer Hersi Said, ambao anawataka wanachama wa klabu ya Yanga au wana Yanga kuhakikisha wanajirasimisha kuwa wanachama na kutoka katika ule mfumo wa kuwa mashabiki wasiokuwa na faida kwa klabu, kwa maana hawachangii chochote. Vipo vikundi mbalimbali ambavyo vinatumia nembo ya klabu ya Yanga, ambavyo sisi kama idara jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunawafikia na kuwapa elimu ya kujiona kama wanaikosea klabu yao pendwa ama mtoto wao anaitwa Yanga, kwamba wanafurahia matunda ya klabu ya Yanga lakini hawana mchango wowote katika klabu yao. Kwa hiyo tunaendelea kuwapa elimu mdogo mdogo, sababu hili zoezi ni jipya, kwa maana ni klabu ya kwanza kuja na mfumo huu. Kwa hiyo kama kilichofanyika leo na kesho tutaenda sehemu nyingine na kwingine na kwingine. Kipekee kabisa niwashukuru watu wa Mwasonge, nimshukuru mratibu wa mkoa wa Mwanza Mr. Kija Mnyete, ambaye usiku na mchana kupitia wasaidizi wake wanafika katika vikundi vya ambavyo vinatumia nembo ya klabu ya Yanga kuweza kuwapa elimu juu ya kwa nini wawe wanachama rasmi. Sasa na huu uwe ni wito au uwe ni wake up call kwa vikundi vyote ndani ya mkoa wa Mwanza na kanda ziwa kwa ujumla na Tanzania kwa ujumla, kwamba ni lazima wavirasimishe kutoka katika vikundi vya kijamii na kuwa matawi hai na rasmi yanayotambulika katika klabu ya Yanga. Baada ya kuzungumza na mwenyekiti wa tawi, pia tukazungumza na mwenyekiti wa hamasa mkoa, tukazungumza pia na mwenyekiti msaidizi wa tawi. Sasa nimekuja kuzungumza na, kwa kifupi kabisa, nazungumza na mlezi wa tawi, kwa maana nimeambiwa stori yake kidogo kwamba yeye ndiye ambaye amewapa hili eneo. Ataniambia kwa ufupi kabisa kitu gani ambacho kilimsukuma kuwapa vijana wa Yanga eneo kuhakikisha wanaweka tawi lao. Tuambie mzangu, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Deus Benedicto Makungu maarufu Deo Mzungu. Kitu gani kilichokusukuma kuwapa vijana wa Yanga tawi? Cha kwanza mimi mwenyewe ni mwana Yanga. Toka tumboni. Toka tumboni. Wewe ni mwana Yanga? Mwana Yanga. Tuambie sasa kitu gani ambacho unakiona zaidi kati ya Yanga hii na Yanga ya miaka ya nyuma? Yanga ya mwaka huu na miaka iliyopita kwa sasa inatisha. Unaona nafasi yoyote ya kuwa bora kwenye mashindano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa? Finali tunacheza. Finali tunacheza. Kwa hii Yanga ambayo tunaiona? Tulionayo hii. Mbona wanasema kama Yanga hii ni tiatia maji? Zengeri yupo. Waliturogea mmoja ila Zengeri tunaye. Sasa tuambie, vijana mwawapa eneo, wewe inaonekana kama ndo mlezi, unawapa ushauri gani sasa kuhakikisha ile tawi linaendelea kuwa imara na kuendelea kuonekana vizazi na vizazi? Ushauri wangu, cha kwanza tuwe wanachama wengi na tuimarike, tusaidiane katika shida na raha. Hivyo vitatusaidia sisi mpaka na vizazi vyetu vinavyokwenda kama mimi nilivyo hivi sasa.